Mambo matano yanayofanya mwanamke kupata maumivu wakati unapokuwa unafanya mapenzi. Ni vizuri zaidi kwanza kujua kwamba wakati unapokuwa unafanya mapenzi kuna mambo matano ambayo wanafanya mwanamke kuweza kupata. Kuna wanawake ambao hawawezi kuzungumza moja kwa moja wanapofanya mapenzi na wenza wao kwamba wanapata maumivu, lakini kuna mambo ambayo wewe mwanaume unatakiwa uweze kuyajua kwamba kuna mambo ambayo ukiwa unayafanya wakati unapokuwa unafanya mapenzi mwanamke huwa anapata maumivu. Jambo la kwanza kabisa ni kumweka katika staili ambazo yeye hazimfai. Sio kila mwanamke anafaa kufanya kila staili ambayo unaiona au ambayo unafikiria. Kwa hiyo kuna staili ambazo mwanamke ukimweka lazima aweze kupata maumivu kulingana na jinsi yeye alivyo. Huwezi kusema mwanamke mnene ataweza kufanya staili zote ambazo mwanamke mwembamba anaweza kuzifanya. Au huwezi kufanya staili ambazo mwanamke mwenye kitumbua, mwenye shimo kubwa la kitumbua ukamfanyisha mwanamke mwenye shimo ndogo la kitumbua kwa aina fulani ya staili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba sio kila staili zinamfanya mwanamke aweze kuzifanya kulingana na yeye jinsi alivyo. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo au ni mojawapo ya jambo ambalo wanafanya wanawake kuweza kupata maumivu wakati wanafanya mapenzi. Pia jambo lingine ambalo wanafanya wanawake kuweza kupata maumivu ni jambo la kumpapasa mwanamke kwa kufanya kwa haraka au ikaeka. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya wanawake waweze kupata maumivu wanapokuwa wanafanya mapenzi. Unapokuwa unampapasa kwa ikaika bila kumwandaa vizuri, hii inaweza kumfanya mwanamke kuweza kumchubua kwa kucha. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya wanawake kuweza kupata maumivu wakati wanapokuwa wanafanya mapenzi. Pia sababu ya tatu ni sababu ya kupampu kwa kutumia nguvu. Yaani kuna wanaume wanaamini kwamba kupampu ni kwa kutumia nguvu. Sasa wanaume ambao ni wawazi na ndio wamefanya wanawake wengi kuwachukulia mapenzi ni rafaa na mapenzi ni mikiki, lakini kwa asilimia 100 wanawake wanapata maumivu wakati wanapokuwa wanafanya mapenzi chini ya mabavu. Unakuta ni mwanaume mwenyewe pale na pampu inakamata mwanamke inamkunja. Na aina hii ya wanaume wengi wao ni wanaume fulani ambao wanafanya kazi za vijiweni, yaani wanafanya kazi ambazo wanakaa vijiweni. Kwa hiyo wanapiga stori kwamba ukitaka kupiga mwanamke hakikisha unamkunja. Mfano bodaboda wengi wao wanafanya hivyo, wanapiga miti kwa aina hii ya kutumia mabavu. Kwa hiyo wanawake wengi wanapata maumivu na pia mwisho wa siku wanazoea. Kwa hiyo wanachukulia kama mapenzi ni kutumia mabavu ilhali sio kweli. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya jambo ambalo wanafanya wanawake kuweza kupata maumivu. Hata kama mwanamke atazoea, lakini anakuwa anapata maumivu kwa sababu mapenzi ni starehe, mapenzi sio mabavu. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya jambo